Bwana, kwa sasa moja ya vita na trending kubwa ambayo ipo mwanamichezo ni trending na vita iliyopo kati ya Yanga pamoja na wachambuzi nguri zaidi wa soka hapa nchini Tanzania. Moja ya wachambuzi ambao Yanga imeanza nao ni mzee wa Jambia, huyu unaweza kumuita Wilson Oruma. Huyu ni moja ya wachambuzi na waandishi wa habari kutokea TV3 pamoja na EFM jijini Dar es Salaam. Bwana, vita ya Yanga na Oruma ni vita isiyokabika, ni vita isiyozuirika. Vita ya Yanga na waandishi wa habari imekuwa ni moja ya vita ambayo wao wachambuzi wanakuambia, sisi kama wachambuzi hauwezi ukatupangia jambo la kwenda kuchambua. Tunajua kazi yetu, tunajua uweredi wa kazi yetu na yapi ambayo ni muhimu na yapi ambayo sio muhimu zaidi katika nafasi. So hii imeibua gumzo na kuibua mjadala mpana. Ni Wilson Oruma ambaye yupo kwenye anga za Yanga, lakini sehemu ya wachambuzi wengine nao wakiwa wameingilia kati issue hii ya Wilson Oruma, wakisema ya kwamba usemi na ukweli wa Oruma ambao amekuwa akiutoa ni moja ya mambo mengi makubwa ambayo yamekuwa yakichangia au kupelekea upande wa wengi kukataa ukweli wa kile ambacho Wilson Oruma, mzee wa Jambia, amekuwa akizungumza katika nafasi hiyo na katika upana wa yote zaidi ambayo yametukuka na mengi ambayo pia tunatazama kwa kina zaidi. Bwana, vita kati ya Yanga na Oruma imefikia wapi? Yanga juzi walitoa taarifa na jana wametoa taarifa ya kwamba wanakwenda katika mahakama ya kisheria wakwenda kumshtaki Wilson Oruma ili moja kwa moja apate nafasi ya kutoa taarifa na ukweli wa kile ambacho alikuwa na kizungumza. Je, upangwaji wa matokeo umekuwepo katika namna moja au namna nyingine? Basi moja kwa moja itakwenda kujulikana katika nafasi hiyo. Oruma pia moja ya chanzo kikubwa ambacho kilipelekea hayo yote ni sehemu ya maneno yake aliyoweza kuyatoa mchezo wa Yanga dhidi ya Mbeya City, akidai ya kwamba Mbeya City sehemu ya wachezaji wao 8 walizuiliwa na uongozi kutokucheza pasina kuwa na sababu maalum katika upande huo. Na baada ya Oruma kuzungumza maneno haya, watu wengi wakawa wamembeza. Ndio wakati ambao Meki Maxime aliyekuwa kocha wa Mbeya City, baada ya kutimriwa, naye akaja kuthibitisha taarifa hii. Sasa ikaonekana kwamba kuna upangwaji wa matokeo, lakini binafsi nitaomba nikuaminishe ya kwamba upangwaji wa matokeo kwenye ligi kuu ya Tanzania upo, na upo sio jana wala juzi. Nitakutolea mifano. Unamkumbuka Benjamin Asukire ambaye ni mchezaji wa zamani wa Tanzania Prison misimu kadhaa iliyopita, na sasa ni moja ya wachezaji, ni moja ya benchi la ufundi ambayo inaiunda ni moja ya wakufunzi katika benchi la ufundi la Tanzania Prison. Unamkumbuka? Amewahi kusema. Unamkumbuka Ramadhani Kabwiri? Yeye mwenyewe aliwahi kuzungumza na akasema ya kwamba amewahi kupewa pesa kwenye mechi ya dabi kwamba ile mechi aweze kuruhusu baadhi ya mabao yaweze kupita. Lakini achana na hilo, tuje msimu jana. Unaikumbuka mechi kati ya Yanga na Tabora United? Jinoel Amonome, huyu ni goalkeeper ambaye ilifikia hatua mechi kati ya mechi ya Tabora United kwa zamani, kwa sasa ikijulikana TRA, Mwamba alifikia hatua akamuondoa kwenye kikosi wakidai ya kwamba kuna kiongozi alikuwa akimtishia kwamba anahitaji Yanga waweze kupata mabao na kuna kiwango cha pesa kadhaa ambacho alikuwa kipokea kutokea upande wa Yanga. Lakini pia goalkeeper huyo mwenyewe Jinoel akaweza kuzungumza na kuweka wazi kwamba kuna baadhi ya viongozi wa Yanga wanamrubuni kwa kumpigia simu ili aweze kupokea kiwango kadhaa cha pesa. So huo ni moja ya ushahidi ambao upo kwamba upangwaji wa matokeo, game fixing zimekuwepo. Ukiwatumia hao ambao nimekutajia, unaweza ukapata majibu ya moja kwa moja. So mzee wa Jambia, Yanga anampeleka, wao wanasema ampeleka mahakamani ili aweze kuwapatia ushahidi katika sehemu ya yale ambayo amekuwa akiyazungumza na yale ambayo amekuwa akiyatoa. Wao wanasema anaikashifu na kuishtumu timu yao tofauti na ambavyo ipo katika nafasi hiyo. Lakini mzee wa Jambia yeye anakuambia, akisema ukweli, ameonekana kuwa yeye ukweli wake ndio ambao unapelekea yote kujitokeza, lakini yupo tayari, yupo imara kuhakikisha kwamba anausema ukweli katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya makubwa na kila ambacho tayari kipo mezani zaidi. So Wilson Oruma, yeye na Yanga vita yao ilipofikia sio pazuri, na tunachosubiri ni upande wa mwamba mwenyewe Wilson Oruma kupelekwa mahakamani na kuweza kujibu majibu ya moja kwa moja. Sehemu ya waandishi wa habari na sehemu ya wachambuzi akiwemo Kila Juma hayo, wao wanasema wako tayari
wako tayari kuweza kusaidia Wilson Oruma basi aweze kutoa ufafanuzi na kuweza kumsaidia Oruma kuweza kutoa baadhi ya ushahidi. So waandishi wa habari na wachambuzi wanasema wao ushahidi huu baadhi wanao, na ushahidi huo watakwenda kumsaidia mzee wa Jambia katika nafasi hiyo. Je, mzee wa Jambia atakamatwa na polisi kupelekwa mahakamani? Hilo ni swala ambalo lipo wazi, lakini sisi tunazidi kufuatia kwa kina sakata hili la mzee wa Jambia na Yanga, lakini pia sehemu ya wachambuzi ambao Yanga anahitaji yeye asiweze kuzungumziwa chochote ambacho ni kibaya upande wake au ambacho kinamhusu moja kwa moja. Jambo ambalo waandishi wengi zaidi wanasema Yanga anawatishia watu wengi zaidi au anawatishia waandishi wasizungumze, lakini hiyo ndiyo kazi yao. Hakuna namna utamzuia mchambuzi kuzungumza, hakuna namna ambavyo utamzuia mwandishi wa habari kuzungumza katika upande ambao amebobea katika kazi ya kuzungumza. Je, nini unakiona katika nafasi hiyo? Maoni yako ni muhimu, lakini pia nikuombe uweze kusubscribe.